Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Deus Sangu amewataka wananchi mkoani Tabora na taifa kwa ujumla kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ili kuhakikisha kuwa vitendo vya utoaji na upokeaji rushwa vinakomeshwa katika jamii. Akizungumza katika uzinduzi wa jengo la ofisi za TAKUKURU wilaya Nzega mkoani Tabora, Deus Sangu amesema kuwa uwepo wa ofisi hiyo utasaidia kuondoa kwa haraka vitendo vya upokeaji na utoaji rushwa, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Mimi niwaombe jambo moja na nitoe kwenu rai kwamba lituzeni jengo hili na kulisamini ili liweze kutumika vizazi vya sasa na vijavyo. Na niwaase wananchi pia wa Nzega kuhakikisha wanafichua wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa kwa kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU. Fikeni katika ofisi hii na toeni taarifa za wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa, na ikishindikana kufika basi pigeni simu. Jengo hili ni mali yenu wananchi wa Nzega. Muhakikishe mnalitumia ipasavyo ili kumaliza kero ya rushwa katika wilaya ya Nzega na taifa kwa ujumla. Aidha, amewaasa wadau katika wilaya ya Nzega kuhakikisha kuwa wanatoa ushirikiano kwa maafisa wa TAKUKURU, huku akiwataka pia maafisa hao kuendelea kutoa elimu kupitia kampeni ya TAKUKURU Rafiki. Hivyo nami nitumia hadhira hii kuwaasa wadau wa Nzega kushirikiana katika kuweka mikakati madhubuti itakayohakikisha kuwa rushwa katika wilaya ya Nzega inadhibitiwa. Na sisi tuna program nzuri ya TAKUKURU Rafiki. Hii inamfanya mwananchi awe karibu na TAKUKURU. Kwa hiyo niombe wadau wote, viongozi wetu wa dini mko hapa, viongozi kutoka vyama mbalimbali vya siasa na watu wote tushirikiane kwa pamoja, na TAKUKURU imekuwa rafiki kweli kweli. Sio kama zamani ukisema unaenda TAKUKURU unafikiri unaenda mahali pabaya. Ni mahali ambapo ni rafiki, inatusaidia kuokoa mambo mengi, na tukifika hapa tutakuwa tumesaidia jamii yetu kuepuka na vitendo vya rushwa. Kwa mujibu wa taarifa ya kiongozi wa TAKUKURU wilaya Nzega hata mkoa wa Tabora, amesema kwa ujumla anathibitisha ushirikiano wa dhati anaopata kutoka kwenu wadau wetu, jambo ambalo linafanya kazi ya kuzuia na kupambana na rushwa wilayani hapa kuwa ya umoja na mshikamano. Ushiriki wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa ni muhimu sana, kwani kama tunavyofahamu jukumu hili la kuzuia na kupambana na rushwa haliwezi kufanikiwa iwapo litaachwa litekelezwe na TAKUKURU peke yake. Tumesikia hapo kauli mbiu hii ya ambayo na mimi nimeisema na nitairudia tena, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kila mdau popote alipo ana wajibu wa kushirikiana na serikali katika kutokomeza adui rushwa. Tunahitaji sana ushirikiano wenu na tunashukuru kwamba ushirikiano huu hapa Nzega upo. Tunawashukuru sana. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU nchini, Crispin Chalamila, amebainisha kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKURU, ikiwemo utekelezaji wa miradi mbalimbali unaodhihirisha dhamira njema ya serikali katika mapambano dhidi ya rushwa. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKURU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mapambano dhidi ya rushwa nchini mwetu. Katika mwaka wa fedha wa 2023-2024, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ilitengewa kiasi cha fedha shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maendeleo. Aidha, kati ya fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 314.2 kilitengwa kutumika kwa ujenzi wa jengo hili la ofisi ya TAKUKURU wilaya Nzega katika mkoa wa Tabora. Utekelezaji wa mradi ulifanyika kwa kuzingatia matakwa ya sheria za nchi, ikiwemo sheria ya manunuzi namba 7 ya mwaka 2011, sura ya 410 ya sheria za nchi na kanuni zake za mwaka 2013 kama zilivyorekebishwa mwaka 2016. Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tabora, Azam Taita, amesema kuwa kukamilika kwa ujenzi wa jengo la TAKUKURU wilaya Nzega ambao umegharimu kiasi cha shilingi milioni 314.2 utaisaidia zaidi taasisi hiyo kuongeza wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU wilaya Nzega, nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu
wa TAKUKURU kwa jengo hili ambalo tumeanza kulitumia na wananchi wa Nzega wanatufikia kwa urahisi, kwa sababu miundombinu ya jengo hili jipya ni rafiki kwa kila mtu. Matarajio yetu baada ya jengo hili kuzinduliwa ni kuongezeka kwa wadau katika kuzuia na kupambana na rushwa, kwani mazingira yetu ni rafiki au mazingira ya ofisi ni rafiki, lakini tunatarajia pia ari ya watumishi katika kuwahudumia wananchi wa Nzega na Tanzania kwa ujumla itaongezeka, kwa sababu miundombinu ya ofisi ni rafiki na vitendea kazi pia ni vya kisasa zaidi. Kwa niaba ya wana TAKUKURU Nzega, tunaahidi kulitunza jengo hili pamoja na vitendea kazi vyake ili litumike kwa matumizi endelevu. Awali, wakati akitoa salamu za wilaya ya Nzega, mkuu wa wilaya hiyo na Itapwaki Tukai ameeleza kuwa kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba, ofisi ya mkuu wa wilaya itahakikisha kuwa inapambana wagombea wote ambao watakuwa na viashiria vya utoaji na upokeaji rushwa katika mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi. Kipindi hichi watu wengi wanajua kwamba ni kipindi ambacho kila mmoja atatumia mbinu yake kuweza kushika madaraka. Hakuna madaraka yanayeshikwa kwa kutumia pesa. Nitakuwa mwangalifu nikitumia chombo hichi TAKUKURU kusimamia wale wote wanaokuja kugombea kipindi hichi cha uchaguzi. Tukiona mgombea yoyote anayekuja kulaghai wananchi kwa kutumia pesa, huyo hatufai na hawezi kuwa kiongozi bora. Kiongozi bora ni yule anayekuja kutoa kauli ya kwake ya kutueleza ni nini atatufanyia, anaweza kusimama na Mheshimiwa Rais kututendea nini, na anaweza kusimama kwa mwakilishi wetu kwa kutumia nini, lakini sio pesa. Hivyo niombe kuwa niseme tu, sisi wilaya ya Nzega tutasimama imara pamoja na TAKUKURU, lakini wilaya iko shwari na tunaendelea kusimamia miradi yote ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea. Miradi hii ambayo tumeletewa huwa tunaikagua kuanzia mwanzo, kwa sababu hatuko tayari kupelekana mahakamani. Sisi tuko tayari kusema hapa pako vibaya, tuanze kurekebisha pakiwa mwanzo, na tumweleze mtu ukweli na arudishe, kama ni nondo ziwe zimepelekwa kule, kama ni simenti ambayo haina thamani yake tupeleke kule, lakini sisi tunachosema kwamba kila mtu aelimishwe. Elimu kwanza, mambo mengine baadaye.